tupate uchambuzi wa kina wa taarifa hizi. Ninaye hapa Ibrahim Rahbi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Tuanze na hii taarifa ya Kongo. Kongo ina changamoto nyingi. Anasema sasa hivi wamepata na majanga ya kimazingira. Ndani ya Kinshasa sasa hivi watu wanatembelea mitumbwi barabarani. Nadhani ukitazama Kinshasa ilivyo haina tofauti sana na miji mingi ya Afrika inapotokea hali kama hii, kwa sababu hata mara kadhaa na sisi swala kama hili huwa tunakutana nalo, kwa sababu miji mingi bado kwa Afrika miundombinu haiko sawa sana, lakini tunaweza tusiwahukumu sana hawa wa Kongo. Mfano unaona hii Kongo tusihukumu. Ni mwaka jana tumeshuhudia Ulaya, hata Hispania tulishuhudia mafuriko mabaya kabisa ambayo yaliathiri miji mingi kwa staili. Kwa hiyo haya majanga ambayo ni ya asili ni vigumu kupambana nayo. Wacha tu yaje yanavyokuja, na naweza Mwenyezi Mungu mwenyewe atawasaidia kwa njia gani, kwa sababu hata walioendelea bado yanawashinda. Sasa tukiangalia taarifa ya Ufaransa, tunaona kuna changamoto ya ambayo imempata kiongozi wa siasa kali za mrengo wa kulia Marine Le Pen, ambaye kwenye uchaguzi unaofuata ambao unatarajiwa kufanyika mwaka 2027 alikuwa na nafasi kubwa ya kushinda kuliko hizi chaguzi nyingine ambazo ameshiriki zilizopita. Lakini sasa tunaona kwa makosa aliyokutwa nayo ya ubadhirifu wa fedha wakati akiwa kwenye bunge la Umoja wa Ulaya yanamfanya asigombee, lakini yeye bado ana matumaini kwamba anaweza akagombea. Inawezekana vipi? Kuna vitu vinavyoendelea hivi sasa duniani, tunajiuliza zamani tuliaminishwa kitu kingine au sasa kuna kitu kingine tofauti, kwa sababu ukitazama kilichotokea kwa Ufaransa kwa Le Pen hakina tofauti kilichotokea Uturuki kwa Ekrem Imamoglu. Tazama style inavyokwenda, kwa sababu unaamini kwamba mashtaka yake yamechochewa kisiasa? Bado unaweza ukaweka kwa style hiyo, kwa sababu kwa aina ya kesi zinavyokuja, kwa sababu chukua Le Pen kuwa uchaguzi uliomalizika chama chake kilipata zaidi ya kura 27%. Kura za maoni zinaonyesha hiyo 2027 angeenda juu ya 37. Maanake alikuwa na nafasi kubwa kabisa ya kuja kushinda kwenye hiyo nafasi na kuwa rais. Sasa ukichukua yeye hapa, chukua tathmini iliyotokea Uturuki juzi wakati Imamoglu kilichomtokea, na yeye ilikuwa imebaki siku 2 chama chake kimteue cha CHP kuja agombee 2028 ambao uchaguzi ndio utakuja kufanyika, na Ekrem ndio alikuwa anaonekana ndio mpinzani halisi wa Erdogan kuzidi Kemal Kılıçdaroğlu kwenye uchaguzi uliopita. Sasa siku 2 zimebaki, chuo kikuu cha Istanbul kinamvua wadhifa wake. Kwanza shahada wanaiondoa. Kwa mujibu wa katiba ya Uturuki, ukiwa huna shahada huna nafasi ya kugombea urais. Tayari yani ni kama vile una safari, watu wameshang'oa matairi kwenye gari yako. Sasa sijui unaanza kwenda vipi. Na kwa nini wamefanya hivi? So huwezi kwenda moja kwa moja kuwa nini kimetokea, kwa sababu tayari mashtaka mengi yakapelekwa. Haya, huyu mwanamama, kwa sababu ukiangalia huyu ndio aliyesababisha uchaguzi wa Ufaransa ulirudiwa mwaka jana, baada ya vyama vya mrengo wa kulia kufanya vizuri sana kwenye bunge la Ulaya, lakini kwa Ufaransa ilifanya vizuri zaidi mpaka ikapelekea Rais Macron akasema kuwa labda warudishe tena kwenye uchaguzi, kwa sababu mbona vyama vya mrengo wa kulia vimefanya vizuri sana. Huyu ndio alisababisha. Tayari ukiangalia miaka 2 iliyopita, yani kura zinavyoonyesha wanakuwa hawarudi nyuma hawa wa mrengo wa kulia. Sasa kwa mwelekeo ulivyokuwa mrengo wa kulia walikuwa wanakuja kwa kasi. Sasa hivi amekutwa na kadhia na mashtaka ambayo yanaonyesha kuwa kuna fedha zilitoka EU ambazo zilikuwa kwenye chama chake hazikutumika zilivyotakiwa. Sasa kwa hukumu aliyopewa hawezi kugombea, yani kwa hukumu yake, lakini anaweza akakata rufaa. Sasa shida iko moja, kuwa rufaa yake ili ije ipitiwe inahitaji miaka 2. Tuko 2025. Uchaguzi wa Ufaransa 2027. Yani kuwa hata leo akikata rufaa haiwezi kapitiwa kesho kutwa nini. Kwa hiyo kuna utaratibu mrefu ambao mpaka itakuja kusikilizwa labda baada ya miaka 2 ambapo itakuwa ni kipindi cha uchaguzi tayari. Lakini tumeona kwa upande wa Uturuki walivyojaribu kumdhibiti Ekrem Imamoglu, kumekuwa na pressure kubwa sana kutoka kwa wananchi. Vipi kwa upande hata nje? Vipi kwa upande wa Ufaransa, ikiwa huyu ni miongoni mwa wanasiasa wanaoungwa mkono kwa kiasi kikubwa? Hatujaona nguvu kubwa ama pressure kubwa mitaani ya maandamano kama ambavyo tumeshuhudia upande wa Uturuki. Kuna kitu kipo ambacho sio halisi. Kuna mfano, umeona Imamoglu, nchi karibu zote za Western zilipiga kelele. Kwa nini? Limepotokea Ufaransa, niliyemsikia kiongozi aliyepinga hili swala, amepinga Viktor Orban kwa sababu ni kiongozi wa right wing, waziri mkuu wa Hungary. Nimemsikia Trump akiwakosoa
kwa nini mnafanya hivi? Lakini sio nchi za Ulaya nyingine ambazo zimekosoa, kwa sababu wote wapo kwenye mrengo mmoja. Maanake kwenye kile nadharia ambayo huwa serikali ambazo ziko madarakani hivi sasa, serikali zilizo madarakani za mrengo wa wastani, mrengo wa kati kidogo wa kushoto, kama ambavyo Uingereza, Ufaransa yenyewe hivi sasa. Kwa hiyo hazikubaliani na hawa misimamo ya mrengo au wahafidhina, hazikubali, na ndio maana hazikosoi. Yani aliyekosoa ni Trump, kwa sababu Trump unajua yeye ni muhafidhina, yeye ni mrengo wa kulia. Lakini hawa wa Ulaya wote kimya. Lakini ilivyokuja kwa Uturuki, hawa wa Ulaya wote wamekosoa. Kwa nini hiki kimetokea huku? Kwa nini huku kimetokea? Lakini ukiangalia Erdogan ni right wing kwa msimamo, ni muhafidhina. Lakini kwa sababu ni muhafidhina wa upande mwingine, wanaona kama huyu hayuko pamoja na sisi. Hawa wote wamenani vile. Sasa huu ndio ambao unaweza kusema kuwa ni kama vitu haviko sawa, yani kuaminisha kuwa labda hawa wenzetu wanafuata sheria, wanafuata haki, wanafuata utaratibu. No. Lakini ukiachana hiyo nguvu ya kutoka nje, hiyo external pressure, hivi kuhusu nguvu ya wananchi, ikiwa huyu tunasema ni kiongozi ambaye anaungwa mkono na uchaguzi uliopita ameonekana kupata kura nyingi sana. Yamekuwepo maandamano, lakini sio kwa kiwango kile ambacho kilitarajiwa. Yamekuwepo. Kwa nini kimekuwa kiwango kidogo? Tunashindwa kuelewa ni nini, kwa nini hapakuwa na yale maandamano kama ya Uturuki, kwa sababu Uturuki tumeshuhudia maandamano ya wiki mbili ambayo ni makubwa zaidi ambayo katika historia. Maanake maandamano yale ya Uturuki kuonekana kwake yalionekana mwaka 2016 wakati wanamnusuru Erdogan kupinduliwa, ndio yale maandamano. Lakini kwa Ufaransa imekuwa tofauti, lakini tofauti yake imekuwa ni kwa sababu yeye aliwataka wafuasi wake kwanza watulie, kwa sababu wanasema masuala ya kisheria bado yako wazi, yani wanayo nafasi ya kuendelea ya kushinda kisheria baada ya zile rufaa na mambo mengine. Kwa hiyo huenda wanasubiri hilo litokee, lakini huwezi kuipuuza na kuidharau nguvu walionayo kina Le Pen, kwa sababu wana watu Macron mara kadhaa wamemtikisa. Tunaona wanasiasa wa mrengo wa kulia Ulaya na Marekani wakipata umaarufu mkubwa, na wengine sasa hivi washaingia madarakani, hawa kina Trump. Kuna wengine ambao wapo miaka mingi kina Erdogan, Marine Le Pen. Wachambuzi wanasema kwa jinsi alivyokuwa anapanda kitakwimu, basi uchaguzi uliokuwa unafuata 2027 ndio alikuwa anapewa nafasi kubwa zaidi ya kumrithi Emmanuel Macron. Lakini kwa upande mwingine imekuwa ni mwiba kwa watu ambao sio wenyeji wa nchi husika, kwa sababu wakishika wahafidhina hawataki wahamiaji, hawataki watu kwenda kutafuta fursa za wazawa na vitu kama hivyo. Unaionaje nguvu ya uhafidhina duniani hivi sasa, hasa ukizingatia kwamba hawa wanasiasa wanaonekana kuwa na nguvu kwenye nchi zao? Ishara si nzuri sana kwa sisi ambao tunapenda ile kuingiliana. Lakini wao, maanake tafsiri ya uhafidhina ni uzalendo. Unajua nationalism. Hapa sisi kwetu wapo wazalendo, yani sisi ni wazalendo. Kwa hiyo ndio tafsiri unaweza kusema hivyo. Lakini sasa tafsiri yake inakwenda mbali zaidi, kuwa nje ya uzalendo ni ubaguzi. Yani hatutaki wageni, hatutaki kitu fulani, hatutaki, yote inakwenda kwa hiyo staili. Sasa kukua, nadhani kuna kipindi walikuwa kama vile wanajificha nyuma ya kitu, hawataki kujionyesha wazi. Mfano, utaangalia uchaguzi wa Marekani wakati wa kampeni, hata wakati wanakwenda kwenye uchaguzi kati ya Kamala Harris na Trump, ulikuwa ukitazama kwenye kura hazitoi uhalisia wa wazi kuwa nani anakwenda kushinda. Kwa hiyo wahafidhina huwa wanafahamu kabisa kuwa kile tunachokitetea wakati mwingine sio halisi. Ndio maana hawakubali hata unapowafanyia interview kueleza moja kwa moja hisia zao kuwa sisi ni wahafidhina. Hawataki kulisema hilo. Lakini kwa Marekani walikuja kutudhihirishia kwenye kura, walivyokuja kuanza kupiga kura. Kumbe wengi wafuasi wa Trump ambao watu walikuwa kiojana sana, hatuwezi kumchagua mtu kama huyu, kumbe moyoni ni wahafidhina. Kwa hiyo na Ulaya iko vile, kwa sababu kuna unafiki mkubwa unaendelea. Kwa sababu angalia uchaguzi wa Ufaransa uliomalizika. Ni chupu Emmanuel Macron, na kilichosaidia kwa sababu chama kingine ambacho cha mrengo wa kulia ambacho sio mrengo mkali wa kulia kiligawa kura. Ndio ikatokea. Lakini kwa Uingereza waliwatoa wahafidhina madarakani, wakamweka Keir Starmer ambaye yeye ni mrengo wa kushoto. Tayari wahafidhina wa Uingereza walishafeli sana. Kuanzia kina Boris Johnson, umeona kilichotokea, mpaka kuja kina Rishi Sunak, kina Liz Truss, walioyafanya tayari kulikuwa kuna vurugu kubwa sana Uingereza. Kwa hiyo Uingereza wahafidhina walishindwa kupeleka kile ambacho walitakiwa kwenda nacho. Kwa hiyo ndio maana kuna mabadiliko. Lakini si tu hayo, wewe angalia nchi kubwa, angalia Italia. Waziri Mkuu Meloni, right wing ni ule, mrengo wa kulia. Ukienda kule Slovakia, mrengo wa kulia. Austria tayari mrengo wa kulia. Kila sehemu wanakuwa ni pressure kubwa. Kwa hiyo tunahesabu kuwa ndani ya miaka 20 ijayo
Ulaya hatutoenda. Kila mtu abaki kwake. Kila mtu abaki kwake. Hatutokwenda kwa sababu watakuwa na wale serikali zinaongozwa na wenye misimamo mikali kuwa hatutaki wageni. Kuna vitu tujipange, mambo ya misaada na nini. Wanatakiwa waanze kuja kwetu sasa. Asante, shukrani sana Ibrahim Rahbi, mchambuzi wetu wa masuala ya kimataifa tukizungumza naye. Bado tunaendelea na Morning Trumpet.